Sasa nikirudi kwenye mimi kukutana na waziri mkuu, kwanza waziri mkuu tunatoka mkoa mmoja, alafu ana mahusiano mazuri sana na kanisa Katoliki tangu zamani tu, sio kwamba jana. Na aliponiomba niende nikamuone, nilijua tu ni ndugu yangu, kwa maana kwamba ni kiongozi wetu sasa, kiongozi mkubwa. Lakini kiongozi mkubwa haiondoi pia na ubinadamu, binadamu unabaki, ujamii. Kwa nilienda pia kwa mazingira kwamba ni mtu tunafahamia, na akaniambia uje ofisini. Sijui kama ana nyumba Dar es Salaam, nilisema mimi namjua yuko Dodoma alipokuwa waziri wa fedha. Basi akaniambia nimuone ofisini. Alinipigia yeye mwenyewe akiwa anataka nionane naye. Nikasema siwezi kukataa, ukiitwa na kiongozi wa serikali, ni kiongozi wetu. Ameshatangazwa waziri mkuu ni kiongozi, na nchi inaendeshwa na serikali. Nchi inaendeshwa na serikali. Tunasema serikali ni mashine ya nchi, ni engine ya nchi. Nchi haiwezi kuendelea. Nchi unavyojua ni watu, mipaka na utawala wa watu wenyewe. Nchi eneo lile lenye mipaka yake na watu wenyewe, na kule kujitawala kwa watu wenyewe. Basi hapo ndio tunasema hiyo ndio kinaunda nchi. Sasa serikali ni ile sasa engine yenyewe inayofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo ukiitwa na kiongozi wa serikali lazima uitike. Nikaenda katika mazungumzo, tumeongea ukweli, mazungumzo yalikuwa ni binafsi. Hayakuwa mazungumzo ya kibaraza la maaskofu na serikali, hapana. Yalikuwa ni mazungumzo binafsi. Na mazungumzo binafsi ni wazi, tutagusa hapa na pale yaliyotokea tarehe 29, sasa mtafanyaje, sasa mna nini. Tunaongea tu kama kawaida. Ni masikitiko. Sasa tufanyeje, tusaidianeje? Tunaambia sisi tunaendelea kwa sali kuombea, lakini tamko maaskofu wametoa. Nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu kwa maana hiyo kwamba, lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani, baraza linasemaje, hali hii tuifanyeje. Ni wazi baraza limeongea kwenye tafakari yake. Maaskofu wamekaa, maaskofu wote wamekaa, wametoa tafakari yao. Ndicho kilichofanyika, nikamwambia ndio hicho, ndicho kilicho pale. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli ningesema nilikuwa ni kwenda kumuona tu kama alivyoniita, na yeye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini. Na wala wakati wa kuongea hakuwepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja tukasema hem tupige picha bwana. Tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele juu ya kichwa cha Nyerere pa. Picha ya Nyerere pale. Ambaye na hiyo picha ya Nyerere haikutoka. Sasa waandishi wa habari nyinyi mnanyinyi mlivyo wajanja, hata picha ya Nyerere haikutoka. Ikatoka tu mimi na yeye tu. Tena tunavyoshangilia, tunavyopongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi. Na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maaskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji. Msemaji kadiri ya katiba ya baraza la maaskofu, msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili, anayetoa hilo ni rais wa baraza la maaskofu, ndio anayetoa. Wengine wote mpaka wakabidhiwe na yeye. Kwa hiyo hata ningeomba ruhusa kwa rais wa baraza, Mheshimiwa baba askofu, rais wa baraza la maaskofu, nimeitwa na waziri mkuu, ameniomba na niambia amekuletea barua, anasema agenda ni nini. Hayo hayakuwepo. Kwa hivyo sikwenda kitaasisi, nilienda kama mimi. Sasa picha waandishi wa habari wamezitumiaje? Mimi hayo sijui kwa kweli.